Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amenituma kuleta salamu zake za heri na baraka kwenye tukio hili, na kwako Baba Askofu msaidizi mstaafu. Anakupongeza sana, anakutakia maisha mema zaidi ya leo ili uweze kutekeleza majukumu yako ya kiroho. Vile vile Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, hawa wote wameungana na Mheshimiwa Rais kuwatakia kila la heri, na wamenituma wajulishe kuwa wanatambua, wanathamini tukio hili la kipekee, wanatoa pongezi kwako Baba Askofu, na wanakutakia maisha mema, na hasa kwenye maadhimisho haya muhimu ya jubilei yako ya miaka 25. Mwashamu Baba Askofu Mkuu Nzigilwa, ambaye ni Makamu wa Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, ni kwa msingi huo ninapenda kuhakikishia kuwa serikali imepokea maoni yaliyotolewa kupitia jubilei hii. Aidha, napenda kutoa taarifa kuwa mwezi Februari na mwezi huu wa Machi mwaka huu, serikali imeendelea na mapitio ya sera mbalimbali kwa lengo la kufanya maboresho kutokana na ushauri unaopata na wadau mbalimbali na viongozi wa dini wakiwemo. Serikali imeanza kutekeleza sera mpya ya elimu, na juzi serikali imezindua sera mpya ya ardhi ambayo imekuwa na migogoro mingi kwa lengo la kupunguza na kuwezekana kuondoa kabisa migogoro hiyo. Maboresho yanayoendelea serikalini yamegusa pia sekta ya watumishi wa umma, kuhakikisha kwamba maslahi na hadhi za nafasi zao zinaheshimika, na kuhakikisha kwamba kila mtumishi anapoajiriwa na serikali anakuwa mtumishi mwema wa umma na mwenye uweledi wa kutekeleza majukumu yake kama mtumishi wa umma. Tutaendelea kufanya maboresho kisekta na kuweza kuwafanya watumishi waone kuwa wako mahali sahihi kwenye utumishi wao. Kanisa lina nafasi ya pekee kabisa katika kuhakikisha kwamba tunarudisha maadili haya kwa kweli ya Kitanzania yanayotufundisha kuheshimu utu, haki na amani. Tunahitaji kufundisha jamii yetu kutambua na kuenzi tabia na mila zetu, pamoja na kujiepusha na vishawishi vya kuiga tabia za kigeni ambazo hazina manufaa kwa ustawi wa jamii yetu. Kama serikali tunatambua mchango mkubwa wa Kanisa Katoliki katika hili, na tutashirikiana nanyi katika kuleta mabadiliko chanya katika kizazi cha sasa na kijacho. Hii ni ajenda nambari 1 ambayo kwetu sisi tunaiona ndio msingi wa maendeleo yetu katika nchi. Kabla sijatamka neno la kumaliza hotuba yangu, Mheshimiwa mbunge wenu Biabato amenijulisha kuwa Kanisa Katoliki hili lina kituo cha watoto yatima na wenye ulemavu St. Nicholas Ichoko Kemon chenye watoto 66, ambacho yeye pamoja na kanisa wameendelea kupitia changamoto kadhaa kama vile chakula, nguo mbalimbali, mablanketi, mashuka, magodoro. Na kupitia jubilei hii, na hasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na mwezi huu wa mfungo wa Kwaresma, mimi binafsi na taasisi yangu tunamtolea Mwenyezi Mungu shilingi milioni 10 kwa ajili ya vijana. Kwa Mheshimiwa Biabato, huo ndio mchango wangu kwa kanisa. Kama ambavyo umeeleza, endelea kuhamasisha wadau wakitambua kituo chetu kama ulivyofanya, ili kituo chetu, watoto wetu waweze kupata huduma stahiki. Nakushukuru sana Mheshimiwa mbunge, kupitia utaratibu kama ulioandaliwa, basi tutazifikisha kanisani ili ziende zikatumike kwenye eneo lile.